pia kuweze kuwa na muda wa ukimya kutafakari kuhusu upendo wake Yesu Kristo alio nao kwetu, upendo ambao unamfanya akaingia kwenye mateso yake. Dominika hii ya Matawi ama Dominika ya Mateso ndiyo siku ya kwanza katika Juma Kuu, ambapo tutatembea kwa ukaribu zaidi hasa katika siku hizi takatifu sana katika historia ya wanadamu na historia ya wokovu, siku ambazo Yesu Kristo alitembea mara za mwisho zake hapa duniani. Na kuanzia na Dominika hii ya Matawi ambayo imegawanyishwa kwa sehemu mbili, sehemu ya kwanza ikiwa kubarikiwa na pia maandamano ya matawi, halafu misa takatifu ambapo tunasoma hasa na kutafakari kuhusu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Inatuweka kwenye mood ya maisha yake Yesu Kristo, hasa ya mwisho hapa duniani, jinsi anavyoteseka, jinsi anavyojitoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kanisa linakumbuka kuingia kwake Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu, ambapo atatimiza fumbo lake la Pasaka, yaani kuteswa, kufa na kufufuka kwake. Na tunapotafakari kuhusu mateso ya Bwana, tunatafakari pia upendo alio nao kwa ajili ya kila mmoja wetu. Yeye ambaye anajitoa afe sio kwa ajili ya dhambi zake, lakini kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Na katika kutafakari upendo wake alio nao kwetu, lazima tutambue kwamba Yesu Kristo ambaye hana kosa anaenda kwa mateso yake ama anaingia katika mateso yake kwa hiari, kwa kutaka, kwa sababu ya upendo alio nao kwetu. Na anatuita ili pia sisi tuweze kuelekeza mapendo haya kwa ndugu na dada zetu tunaokutana nao. Tafakari yetu siku ya leo inatuhimiza tuweze kuangalia maisha ya Kristo kwa ukaribu zaidi, hasa the price that he had to pay for my and your salvation. Tumeona jinsi ambavyo maisha ya Kristo yalikumbwa na ugumu. Yaani dakika moja tunaimba hosana, dakika ingine kuingia kanisani tunasoma kuhusu mateso yake. Yesu Kristo ambaye wanamuomba aweze kuwaokoa katika kuimba hosana, wanapotambua the urgency, wanapotambua jinsi ambavyo wokovu wao unastahilia saa hiyo, wanamuomba aweze kuwakomboa. Hosana alikuwa jina la Kiebrania ambalo linasema save us now, save us now. It's not only a praise, but it's also a prayer. Save us now. Ni wimbo ambao huwa tunaimba kila wakati katika ibada takatifu ya misa kabla ya kuingia katika sehemu ya consecration. Tunamuomba Yesu atuokoe sasa. Save us now. It is very urgent. Very urgent. Ndugu na dada zangu katika Kristo, tunahitajika kuita Kristo kama vile hao Wayahudi walivyomuita aweze kuwaokoa sasa hivi. Tunapotafakari kuhusu mateso yake, tutafakari pia kuhusu matunda ya mateso hayo, ya kwamba Yesu Kristo anapokuja miongoni mwetu kwa kuteswa kwake, kusulubiwa kwake, kwa kufa na kufufuka kwake, tunatambua kwamba Yesu Kristo analeta urafiki, anarudisha kwa urafiki. Na ikiwa umefuatilia vizuri, amerudisha urafiki kati ya Pilato na Herode, ambao tumeambiwa kwamba walikuwa na uadui kwa muda mrefu. Yesu Kristo anapokuja miongoni mwetu, hatuwezi kuendelea kuweka uadui. Wengi wetu hapa tunao watu ambao tunajua kwamba hatuwezi waongelesha kwa sababu ni adui zetu. Hatuwezi waongelesha kwa sababu tunajua kitu ama mambo aliyotufanyia. Yesu Kristo bado hajaingia ndani yangu kama bado hujaenda kuongea na huyo ambaye ni adui yako. Yesu Kristo bado hajaguza maisha yako. Yesu Kristo bado hajakuguza kwa mateso yake,
mpaka ukaenda kumwongelesha huyo ambaye ni adui yako. Yesu Kristo hajaingia katika maisha yako kwa kupitia mateso yake ikiwa bado hujapatana na ndugu dada yako. Neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, hasa somo la pili, tunasoma kuhusu jinsi ambavyo Yesu Kristo anajitoa. Yesu Kristo anajitolea kwa ajili ya kila mmoja wetu. Anaacha mamlaka mbinguni yaweze kuja miongoni mwetu ili atukomboe. Namuomba katika misa hii ya kwamba anapoteseka wiki hii nzima, anapotafuta kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ayatimize pia katika maisha yetu, na kwamba mateso ya Kristo usiwe tu bure. Usiwe umebeba matawi bure. Yesu Kristo, God is good. Usiwe umebeba matawi bure, na matawi mengine hapa ambayo tumebeba najua kwamba hata hayajabarikiwa. Yesu Kristo, mwaka uliopita nilifungua mlango wa huruma, nikawabarikia wale ambao matawi yao hayakuwa yamebarikiwa baada ya misa. Leo mlango wa huruma haufunguliwi. Tumsifu Yesu Kristo. Leo haufunguliwi, maana liturujia yetu inatufundisha kwamba matawi yanabarikiwa huko kwenye maandamano. Na hivyo basi ningetaka ujiulize, je, hii matawi nimeshika ama nimeangusha chini? Tumsifu Yesu Kristo. God is good. Nayaona tu. Watoto, habari zenu? Watoto, habari zenu? Msitupe matawi, sawa sawa? Msitupe matawi. Ujiulize kama hiyo matawi umeshika imebarikiwa. Na kama haijabarikiwa, jambo ni moja, ulichelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Ulichelewa. Matawi haya jinsi tulivyoyabeba tutayahitaji mwaka ujao, kabla Jumatano ya Majivu tutayahitaji. Matawi haya ambayo tumeshika ndiyo bado ambayo tutayachoma yawe majivu. Na jinsi tulivyoshika matawi hayo pia inatukumbusha jinsi ambavyo maisha yetu hapa duniani ni mafupi. Hayo matawi saa hii ni green, very green. Mwaka ujao, mwezi wa 3 au wa 2, itakuwa yamekauka. God is good. Na hivyo basi jinsi ulivyoshika matawi hayo, hivyo ndivyo maisha yako yalivyo. Leo yako green, mwaka ujao yamekauka. Ambia jirani yako, basi wacha marigo. Maana wengi wetu tunafikiri kwamba tutaishi hivi jinsi tulivyo. Tunafikiri kwamba maisha yetu yatabaki jinsi yalivyo. Kumbe maisha yetu ni mafupi sana. In just 1 year or some months are coming, matawi hayo ambayo tumeshika yatakuwa yamekauka. Na hivyo basi inakupasa unapoenda nyumbani, yaweke mahali ambapo utakuwa unayaona. Na jinsi ambavyo siku zako zinasonga, unaangalia jinsi ambavyo matawi haya yananyauka, kukauka, na ukumbuke kwamba pia wewe maisha yako fupi sana hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Neno lake Mwenyezi Mungu lituongoze na pia litufundishe unyenyekevu. Kile ambacho huwa tunasherehekea sana katika kipindi hiki, katika Pasaka, hasa ni unyenyekevu. Matawi hayo ambayo umeshika yanatukumbusha pia unyenyekevu mkubwa. Yesu Kristo alijinyenyekeza kama vile tulivyoimba katika shangilio. Kristo alijinyenyekeza, akawa mtumwa, akawa mtii hata katika mauti ambayo ni ya msalaba. It was scandalous kufa kifo kama hiki, bila nguo, bila heshima yoyote, kama mwizi. So Kristo anatufundisha utii, na utii ambao anatufundisha ni utii wa kuweza kusikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya katika somo la kwanza anasema, mtumishi wa Bwana ni yule ambaye anasikiliza kwa makini. Anasema kwamba kusikiliza huku si kwa muda,
anasema kwamba siku kwa siku ananiamsha asubuhi, nami sikukataa. Utii ambao tunafundishwa na Yesu Kristo uweze kuonekana katika maisha yetu na hata katika maisha ya familia zetu. Tuombe Mungu katika misa hii na kwamba atujalie neema zake, na kwamba jinsi alivyoteswa tutambue kwamba anateswa kwa ajili yangu, na hivyo basi inanibidi hata mimi kubadilisha mwenendo wangu. Yesu Kristo atuongoze katika utii, atuongoze katika unyenyekevu wa kuweza kukubali wakati mwingine mateso ambayo tutakumbana nayo katika maisha yetu. Tutakapokutana na mateso haya tuweze kuyaambatanisha na mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi tunapojiandaa kuingia katika wiki hii takatifu ambayo tumeianza, tuombe Mungu atujalie kwamba roho zetu ziwe Yerusalemu, lakini Yerusalemu ambayo inamkaribisha Yesu, Yerusalemu ambayo inamtambua, Yerusalemu ambayo inamuiga Kristo katika utii na katika kumsikiliza. Wanakwaya walipomuua Yesu